Katika zama hizi za kasi ya habari na mawasiliano ya kidijitali, mitandao ya kijamii imekuwa jukwaa kuu la sauti ya wananchi. Miongoni mwa mitandao hiyo ni X, zamani ikitambulika kama Twitter, imejipambanua kama uwanja muhimu wa mapambano ya kijamii, kisiasa na kidemokrasia. Kuanzia kampeni za mabadiliko hadi harakati za haki za binadamu, X si jukwaa la mijadala tu, bali pia ni silaha ya harakati, chombo cha mawasiliano ya dharura na kiunganishi cha makundi mbalimbali ya kijamii. Hata hivyo, mara kadhaa kumekuwa na jitihada za wazi na za chini kwa chini za kuudhibiti au kuuzima sauti hiyo, hasa kutokana na namna mtandao huu unavyotazamwa na baadhi ya viongozi wa kisiasa, wa dini na taasisi za dola. Je, ni kwa kiwango gani mtandao wa X umebadilisha mazingira ya kijamii na kisiasa nchini Tanzania? Na ni kwa nini kila mara huonekana kuwa kwenye hatihati ya kuzimwa? Kadri muda unavyosonga, ikiwa chombo muhimu kwa makundi mengi kuanzia wanafunzi, wanasiasa, waandishi wa habari, wasanii, wafanyabiashara na wananchi wa kawaida, tofauti na mitandao mingine kama Facebook au Instagram ambayo hutumika zaidi kwa burudani na mawasiliano ya kijamii. X imebeba jukumu la kuendesha mijadala ya kitaifa, kampeni za kisiasa na kufuatilia utendaji wa serikali. Watumiaji wake wengi nchini Tanzania ni watu wenye kiwango cha angalau elimu ya sekondari, huku kundi kubwa likiwa ni elimu ya chuo. Katika mazingira haya, X imekuwa mahali pa watu wanaotafuta uwajibikaji wa viongozi, utawala bora, haki za binadamu na maendeleo ya kidemokrasia kwa kasi na wepesi ambao haujawahi kushuhudiwa katika vyombo vya kawaida vya habari. Kutokana na nguvu yake katika kuendesha mijadala mikali, mwandishi Lukelo Francis aliwahi kuandika makala yenye kichwa Twitter Jamhuri inayotingisha Jamhuri ya Tanzania. Katika makala hiyo alinukuu kauli ya Rais Samia Suluhu Hassan aliyosema Julai 5 mwaka 2022 alipokutana na wachezaji wa Serengeti Girls. Akasema kwamba huko kwenye mitandao kuna jamhuri ya Twitter, sasa na sisi tujenge jamhuri ya wapambanaji. Kauli hiyo inaonyesha namna X inavyochukuliwa kama nchi ndani ya nchi yenye sauti na nguvu kubwa isiyodhibitika kiurahisi, mtandao wenye nguvu. Nguvu ya X nchini Tanzania imeonekana wazi kupitia kampeni mbalimbali zilizoibuliwa au kupelekwa mitandaoni na kupata uungwaji mkono mkubwa. Hashtags zimekuwa zana mpya za mapambano ya kisasa. Baadhi ya kampeni maarufu ni pamoja na Change Tanzania, mojawapo ya vuguvugu la kawaida la kuhamasisha mabadiliko ya kijamii na kisiasa. Free Zitto, Free Mbowe, Free Lissu ni harakati zinazopinga kukamatwa kwa viongozi wa upinzani na kudai haki za kiraia. Free Soka, Free Mdude ni kampeni zinazodai kupatikana kwa watu waliopotea au kushikiliwa pasipo taarifa. Free MA, hii ilikuwa ni kampeni ya kumuunga mkono Maxence Melo, mwanzilishi wa Jamii Forums katika mapambano dhidi ya kesi zinazohusiana na uhuru wa habari. Sisi ni tunaumia, hiki kilikuwa ni kilio cha vijana dhidi ya hali ngumu ya maisha kilichoenea hadi nchi jirani. Mijadala hii mara nyingi imevuka mtandao na kuingia kwenye majukwaa mengine, magazeti, bunge na hata majukwaa ya kimataifa, lakini si wote wanaoiona kama harakati chanya. Wengine huihusisha na uchochezi, matusi kwa viongozi au uenezi wa maudhui yasiyofaa. Rais wa awamu ya 5 hayati John Pombe Magufuli aliwahi kusema, "Natamani siku moja malaika washuke, wazime hii mitandao yote," akionyesha wazi kutoridhishwa na jinsi mitandao hiyo hasa X inavyotumika. Kuanzia Mei 21 mwaka 2025, X haikupatikana nchini Tanzania, hali iliyotokea muda mfupi baada ya taarifa za kudukuliwa kwa akaunti za taasisi kadhaa zikiwemo Jeshi la Polisi, TIC na mtandao wa simu wa Airtel. Taarifa za uongo na zenye viashiria vya uchochezi zilianza kusambazwa na Jeshi la Polisi na serikali ikatoa onyo kali. Baada ya muda mfupi, upatikanaji wa X ukawa mgumu katika maeneo mengi nchini Tanzania. Shirika la uangalizi wa mtandao la NetBlocks limeripoti kuzimwa kwa mtandao wa X nchini Tanzania kuanzia Mei 20, likisema mtandao wa X ulikuwa chini kwa watoa huduma wakuu wa huduma za mtandao Tanzania ISPs, Halotel, Airtel, Liquid Telecom, Habari Nord na Vodacom. Lakini hadi sasa hakuna tamko rasmi la serikali kuwa mtandao huo umefungwa, umezimwa
kuna itilafu au umezimika wenyewe. Waziri wa teknolojia Jerry Silaa aliliambia bunge peji 2 za taasisi za serikali zilidukuliwa kutokana na ulinzi dhaifu wa tarakimu, lakini mifumo yetu ipo salama. Hali hii imewafanya wengi kujiuliza, je, X imezimwa kwa sababu hizi za kiusalama zinazoelezwa? Ni maswali ambayo yamekuwa yakiulizwa nchini Tanzania. Lakini si mara ya kwanza mtandao huu wa X, zamani Twitter, kutopatikana nchini Tanzania. Wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2020, mitandao mingi ikiwemo X haikupatikana na wananchi walazimika kutumia VPN kwa mawasiliano. Aprili mwaka 2021, X ilirejea baada zaidi ya miezi kadhaa ya kutopatikana bila VPN. Septemba mwaka 2021, X haikupatikana kwa siku kadhaa bila maelezo rasmi, kama ilivyotokea pia kwa muda kwa mwaka 2024. Matukio kama haya pia yameshuhudiwa Nigeria, Kenya, Burundi, ishara ya kuwa mitandao ya kijamii inapofikia kiwango cha kuchochea mabadiliko hutazamwa kama tishio na mamlaka katika nchi hizo. Mwaka 2024 kulishuhudiwa kampeni kutoka kwa viongozi wa dini na siasa nchini Tanzania wakitaka X ipigwe marufuku nchini humo. Walidai kuwa chanzo cha mijadala isiyofaa, uvunjaji wa maadili na uchochezi. Hadi sasa bado haijajulikana wazi kama serikali itaendelea na mwelekeo wa kuifungia rasmi X au itaacha nguvu ya teknolojia itawale mijadala ya kitaifa. Hii ni Mbayu TV, ni kusihi, kama bado haujasubscribe katika YouTube channel yetu, basi hakikisha kwamba una subscribe, lakini pia hakikisha kwamba una like, una comment na kushare taarifa zote ambazo sisi tunakupatia wewe kila siku na kila saa. Langu jina ni David Edward. Uwe na siku njema.